wa dini kutoka ukanda wa Pwani wameeleza wasiwasi wao kuhusu kuibuka kwa mivutano ya kisiasa humu nchini wakati ambapo taifa linaweza kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, likiwaonya viongozi dhidi ya kutumia vijana kuchochea chuki, vurugu na migawanyiko ya kisiasa. Baraza hilo limewataka viongozi wa kisiasa kuacha kuwatumia vijana kwa manufaa yao ya kisiasa na badala yake kuwezesha vijana kushiriki kikamilifu katika mchakato wa kidemokrasia. Sebastian Maria anaarifu. Mivutano ya kisiasa inapozidi kushuhudiwa nchini, baraza la viongozi wa kidini kutoka ukanda wa Pwani limejitokeza kuwaonya wanasiasa dhidi ya kuwatumia vijana kuzua vurugu. Siasa si chuki, wala siasa si uadui. Siasa ni kuweza kuwazungumzia wale watu kukubali, lakini si kutumia lugha ambazo kwamba ni chafu za kutusiana, za kudharauliana. Hizi ni lugha ambazo kwamba zinaweza zikaleta mchafuko katika jamii, katika nchi yetu. Kwa hiyo wanasiasa, fanyeni siasa zenu, lakini mtumie lugha nzuri katika kufanya siasa. Kwa sababu kama nilivyoambiwa na mwenda zake Rais Moi, alisema siasa mbaya maisha mabaya, siasa mzuri maisha mzuri. Kwa hiyo siasa tukipeleka vibaya na maisha yetu yatakuwa vibaya, na siasa tukipeleka vizuri maisha yetu yatakuwa vizuri. Wakizungumza mjini Mombasa wakati wa uzinduzi wa mpango wa Tupo Pamoja Tu, baraza hilo lilisema mpango huo wa miaka mitatu unalenga kuimarisha ushiriki wa vijana katika ujenzi wa amani, uongozi na utawala kupitia malezi na ushauri kutoka kwa viongozi wa dini. We launched this program at a critical moment in Kenya as Kenya approaches the 2027 general election. Political tensions are already emerging, and we are increasingly witnessing how young people can be mobilized and manipulated for political gains and interests. As an interfaith and non-partisan organization, CICC Trusts reminds all political actors our youth are not political weapons, and they must not be used thus. Young people must not be recruited to spread hate, confront opponents, or participate in violence. They must instead be empowered to participate in democracy, demand accountability, provide leadership, and become agents of peace. We therefore call upon political leaders to compete on ideas and policies, not through incitements and violence. We call upon young people to reject political manipulation, misinformation, and hate speeches, and use their voices and votes to shape the Kenya they want and deserve. Viongozi wa kisiasa wakitakiwa kushindana kwa hoja, sera na mawazo badala ya kutumia uchochezi na vurugu, kuepuka lugha ya matusi ambayo inaweza kuchochea chuki na migawanyiko miongoni mwa Wakenya. Kabla kutumia yeye vibaya, naweza jenga nchi pamoja na hiyo asset. That is our human capital which can push you to a different levels on different stages, right? Sasa kama nachungulia hawa nasomesha mahali kadhaa naweza tengeneza Kenya. Na sisi kama CICC tumekuja kama na huu mwamko mliosikia na hino training ya kuelimisha vijana, na tunapoelimisha vijana sisi pia tuna mikao yetu kama kina mama, pia tuelimishana sisi wenyewe. Wajua tusipopata elimu hatutojua kuendelea vipi kwa mbele. Na hivi sasa siasa kama mnavyoziona zazidi kubadilika, sivyo zilivyokuwa awali, sio hivi sasa zinavyokuja. Sebastian Maria, Undugu TV.